Rafiki, mwambie kwamba simpendi, mwambie kwamba nimemsahau, lakini usimruhusu agundue kwamba nilisema nikiwa nalia. Ulinifundisha kuishi na wewe, lakini ninaishije sasa ikiwa haupo hapa? Chozi linalouma zaidi si lile linalodondoka kutoka machoni, lakini ni lile linaloanguka kutoka moyoni kwa ukimya na kuteleza ndani ya nafsi. Hili limestua dunia baada ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani Democratic Republic of Congo DRC, kutekeleza adhabu ya kifo kwa wafungwa 200, wengi wao wakiwa ni wezi wa silaha mijini. Vijana hao wakati ya miaka 18 hadi 35 wamepatikana na hatia ya wizi wa kutumia silaha na wanajulikana kama kurumasi au majambazi wa mijini. Wana umri kati ya miaka 18 na 35. Mutamba alisema katika taarifa, baadhi wamekaribisha hatua hiyo kama njia ya kurejesha utulivu na usalama katika miji, huku wengine wakiwa na wasiwasi kuhusu hatari za unyanyasaji na ukiukwaji wa haki za binadamu. Hatua hii imeibua hisia tofauti miongoni mwa wananchi na asasi za haki za binadamu, ikizingatia historia ya nchi hiyo kuhusu adhabu ya kifo. Ikumbukwe Kongo ilifuta hukumu ya kifo mwaka 1981, lakini ilirejeshwa tena mwaka 2006. Unyongaji wa mwisho ulifanyika mwaka 2003. Mnamo Machi 2024, serikali ya Kongo ilitangaza kuanza tena kwa adhabu ya kifo katika kesi ya uhaini zilizofanywa na wanajeshi. Mnamo Mei, wanajeshi 8 walihukumiwa kifo na mnamo Julai wanajeshi 25 walitiwa hatiani kwa makosa kama hayo. Utekelezaji wa adhabu ya kifo unakuja wakati ambapo DRC inakabiliana na changamoto nyingi za kiusalama na kijamii, ikiwa ni pamoja na migogoro ya muda mrefu iliyosababishwa na vikundi vya waasi. Serikali imeeleza kuwa hatua kali sana kama hizi ni muhimu katika juhudi za kudhibiti uhalifu na kuimarisha utawala wa kisheria. Ripoti ya Media Wire Express, Joseph Isangura.